Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Katibu wa Baraza la Usalama la Russia Sergei Shoigu amesema Moscow ina haki ya kutumia silaha za nyuklia katika kukabiliana na mashambulio ya nchi za Magharibi. Shoigu amesema hayo kwenye mahojiano na shirika la habari la TASS na kubainisha kwamba marekebisho yaliyofanywa mwaka uliopita kuhusu mwongozo wa nyuklia wa Russia yanaruhusu kutumia silaha za nyuklia endapo yatafanyika mashambulizi dhidi ya Russia na Belarus. Katibu wa Baraza la Usalama la Russia amesema kuna kampeni ya dhahiri shahiri inayoendeshwa Ulaya ya kujiandikisha kukabiliana kijeshi na Russia. Jedwali tofauti zinatangazwa za wakati wa kujiri makabiliano hayo kuanzia miaka 3 hadi 5. Majeshi na wanasiasa wa Ulaya wanataka wawe wameshajiandaa kwa vita na sisi ifikapo 2030. Shoigu ameongeza kwa kusema viongozi wa Ukraine wanafanya juu chini ili kuendeleza uhasama na mkabala wa kupokea pesa na silaha waiuzie Ulaya kwa bei ya juu maliasili, eneo la nchi na mustakabali wa watu wa Ukraine, lakini uwezo wao wa kijeshi na kiuchumi ungali dhaifu. Katibu wa Baraza la Usalama la Urusi amebainisha kuwa uchumi wa Ukraine upo katika hali mbaya sana na unategemea misaada ya Magharibi, huku deni la serikali likiendelea kuongezeka. Kuhusu juhudi za kuboresha uhusiano kati ya Moscow na Washington, Shoigu pia amesema serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani imeanza kuchukua hatua kadhaa za kufufua uhusiano wa pande mbili na Russia. Vile vile, msemaji wa ikulu ya Russia Kremlin Dmitry Peskov amesema Umoja wa Ulaya umekuwa ukizuia juhudi za kidiplomasia za Washington na Moscow kwa ajili ya kumaliza mzozo wa Ukraine na badala yake inafanya jitihada za kurefusha uhasama na mzozo huo. Peskov amesema hayo kwenye mahojiano na jarida la Ufaransa la Le Point na kuongeza kuwa EU imeonyesha kuwa haina uhuru na kwamba bara zima la Ulaya lilikuwa likimtumia rais wa zamani wa Marekani Joe Biden wakati mzozo wa Ukraine uliposhtadi mwaka 2022. Mambo yalibadilika baada ya Donald Trump kurejea katika ikulu ya White House mwezi Januari. Peskov amebainisha akiongeza kuwa sasa Washington inazungumza kuhusu amani huku wazungu wakizungumza tu kuhusu vita. Moscow na Washington zimefanya duru nyingi za mikutano ya ngazi ya juu mwaka huu iliyolenga kufikia makubaliano ya amani. Wakati wa huo msimamo wa EU umeonekana kulenga kudhoofisha nafasi yoyote ya mafanikio na amani. Wakuu wa ulinzi wa Ulaya Magharibi wakiongozwa na Uingereza na Ufaransa walikutana mwezi huu kujadili suala la kupeleka kikosi cha uhakikisho Ukraine licha ya onyo kali kutoka Moscow. Moscow imekuwa ikikosoa mara kwa mara hatua ya EU kuisheheneza Ukraine kwa silaha na kulani mipango ya kupeleka wanajeshi nchini humo, ikishutumu umoja huo kwa kujaribu kupanua uwepo wake wa kijeshi na kurefusha mzozo badala ya kutafuta suluhu. Alipoulizwa iwapo Russia ingelikubali EU kuja katika meza mazungumzo, Peskov amejibu hakuna cha kujadili, Ulaya inataka vita, sio mazungumzo, hatutawalazimisha, mwisho wa kumnukuu. Kumbuka pia jeshi la Ukraine linaendeleza mashambulizi na hivi karibuni Aprili 24 waliweza kufanya mashambulizi katika mji mkuu wa Kyiv wa Ukraine, hali iliyopelekea rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukatisha ziara yake ya kiserikali nchini humo Afrika Kusini. Na maafisa wa Ukraine walidai kuwa watu 9 waliuawa na zaidi ya 60 kujeruhiwa kwenye mashambulizi hayo ambayo wameyataja kuwa ni makali zaidi katika wiki za hivi karibuni. Na Zelensky alikuwa amewasili Afrika Kusini Jumatano jioni, huku rais wa Marekani Donald Trump akimshutumu kuwa anarefusha vita kwa kukataa kuikabidhi Crimea kwa Russia. Zelensky alitarajiwa kukutana na Rais Cyril Ramaphosa kujadili ushirikiano na juhudi za amani baina ya Ukraine na Afrika Kusini. Ramaphosa amekuwa akifanya juhudi za upatanishi baina ya Russia na Ukraine, hasa kwa vile Russia na Afrika Kusini ni wanachama waanzilishi wa kundi la BRICS. Mashambulizi haya mapya ya Russia yamekuja siku chache baada ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo kuishutumu Ukraine kuwa haitaki amani, hasa baada ya Kyiv kutumia kombora la HIMARS lililotengenezwa Marekani kushambulia maeneo ya Russia na kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano wakati wa sherehe za Pasaka. Vile vile, mwenendo wa mazungumzo kati ya Marekani na Urusi na matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Crimea kuwa sehemu ya Urusi yanatoa matumaini ya kurejeshwa kimataifa. Mikhail Sheremet, mwanachama wa Urusi kutoka Crimea, anasema hapo awali Trump alisema kuwa Crimea ilikuwa sehemu ya Urusi miaka 11 iliyopita wakati wa utawala wa Obama bila risasi kurushwa. Hii bila shaka inaleta matumaini kwamba viongozi wenye uzoefu wa nchi mbili kubwa zaidi za sayari wataweza kutekeleza upya wa kimataifa baada ya kujenga uhusiano mzuri wa kuaminiana katika mchakato huo ambao hakika utafaidika sio tu Urusi na Marekani, lakini pia hali ya kisiasa na kiuchumi kwa jumuiya nzima ya kimataifa.
Jarida la Wall Street Journal hapo awali liliweza kuripoti kwamba orodha mapendekezo ya Marekani ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine ni pamoja na hasa kutambuliwa rasmi kwa Crimea kama eneo la Urusi na Marekani, utambuzi wa kimya kimya wa udhibiti wa Urusi katika maeneo mapya na kuondoa suluhu la kujiunga kwa Ukraine kwa NATO nje ya ajenda. Hayo yamesemwa, utawala wa Trump hautoi dhamana yoyote ya usalama kwa Kiev ikiwa itakubali suluhu la amani la mzozo huo. Kwa upande wake, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema katika mahojiano na Le Point ya Ufaransa mnamo Aprili 23 kwamba uondoaji wa jeshi la Ukraine kutoka mikoa ya Urusi ya Donbas na Novorossiya ilikuwa muhimu ili kufikia amani nchini Ukraine. Vilevile, rais wa Marekani Donald Trump amesema amejiwekea muda wake wa mwisho wa kushiriki katika mazungumzo ya suluhu la amani la mzozo wa Ukraine, lakini hakufichua. Anasema, nina tarehe yangu ya mwisho na tunataka mazungumzo ya suluhu yawe ya haraka. Kwa hivyo tuna muda wa mwisho na baada ya hapo tutakuwa na mtazamo tofauti sana, lakini nadhani kwamba mkataba wa amani una nafasi nzuri sana ya kukamilika. Kiongozi huyo Marekani aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House alikataa kutaja ni muda gani alikuwa akimaanisha. Anasema, Rais wa Marekani Donald Trump amesema amejiwekea muda wake wa mwisho wa kushiriki katika mazungumzo ya suluhu la amani la mzozo wa Ukraine, lakini hakufichua. Anasema, nina tarehe yangu ya mwisho na tunataka mazungumzo ya suluhu yawe haraka. Kwa hivyo tuna muda wa mwisho na baada ya muda tutakuwa na mtazamo tofauti sana, lakini nadhani kwamba mkataba wa amani una nafasi nzuri sana ya kukamilika. Kiongozi huyo Marekani alisema, tunafikiri kwamba wote wawili, Urusi na Ukraine, wanataka amani, lakini wanapaswa kufika mezani. Tunasubiri kwa muda mrefu, ni lazima wawafikishe kwenye meza na nadhani tutapata amani, Trump alisema. Vile Ukraine inaweza kufanya mashambulizi ya kigaidi kwa kutumia biopathogens. Katibu baraza la usalama la Urusi Sergei Shoigu anasema, uwezekano wa kufanya mashambulizi ya kigaidi, vitendo vya hujuma kwa matumizi ya biopathogens ni kubwa. Alisema huduma maalum za Ukraine zinajaribu kuwashirikisha watoto wadogo, vijana wastaafu, wasio na uwezo wa kijamii na watu wa kipato cha chini kama wahusika wa mashambulizi ya kigaidi, kama vile kuchoma majengo ya utawala na vituo vya kuajiri kijeshi kwa moto wa kuharibu vifaa vya reli au miundombinu mingine muhimu, Shoigu aliongeza. Kulingana na yeye, wanatafuta kwa bidii wale wanaounga mkono vikundi vya kitaifa vya Ukraine na wanazi mamboleo. Vile vikosi vya ulinzi vya anga vya Urusi vimenasa na kuzima ndege 79 za angani zisizokuwa na rubani katika maeneo mbalimbali, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Hayo yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump pengine ndiye kiongozi pekee duniani anayetambua haja ya kushughulikia chanzo cha mgogoro wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anaiambia CBS katika mahojiano maalum. Kwa maneno yake, Trump pengine ndiye kiongozi pekee duniani ambaye alitambua haja ya kushughulikia sababu za msingi za hali hii. Alisema ilikuwa kosa kubwa kuivuta Ukraine katika NATO na hili lilikuwa kosa la utawala wa Biden na anataka kurekebisha hili. Vipande vya mahojiano viliweza kurushwa Alhamisi. Lakini pia Sergei Lavrov hajaishia hapo. Pia anasema Urusi inadumisha mawasiliano na utawala wa Marekani kuhusu utatuzi wa amani wa mzozo wa Ukraine. Anasema tunaendelea na mawasiliano yetu na upande wa Marekani kuhusu hali ya Ukraine. Kuna dalili kadhaa kwamba tunasonga katika mwelekeo sahihi. Mwisho wa kumnukuu. Vile Urusi iko tayari kuhitimisha makubaliano juu ya utatuzi wa mzozo wa Ukraine, lakini baadhi ya vifungu vya makubaliano ya baadaye bado hayajakubaliwa na Moscow inafanyia kazi hilo, waziri wa mambo ya nje alisema. Taarifa ya rais wa Marekani inataja makubaliano na tuko tayari kufikia makubaliano, lakini bado kuna baadhi ya vipengele maalum, vipengele vya mpango huu ambavyo vinahitaji kurekebishwa vizuri na tunashughulika na mchakato huu kamili. Hajaishi hapo, anasema. Rais wa Marekani wa chama cha Republican Donald Trump hashiriki dhana kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin anaweza kukwama kwa muda katika mazungumzo kuhusu Ukraine, akitumai kuhitimisha makubaliano bora na kiongozi ajaye wa Marekani ambaye anaweza kuwakilisha chama cha Democratic. Hayo yakiendelea, kiongozi wa Marekani Donald Trump anaamini kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin atatii wito wake wa kujiepusha na mashambulizi mapya makubwa dhidi ya vituo vya kijeshi vya Ukraine. Alipoulizwa kuhusu hili katika hafla ya kumkaribisha waziri mkuu wa Norway Jonas Støre katika ikulu ya White House, Trump alisema kwamba anaamini ndivyo itakavyokuwa. Hapo awali alisema kwamba hakuwa na furaha kuhusu mashambulizi ya Urusi kwenye vituo vya kijeshi nchini Ukraine na akatoa wito wa kusuluhishwa kwa amani kwa mzozo huo. Alisema kuwa mashambulizi hayo sio lazima na ni wakati mbaya sana. Trump alitoa wito kwa Putin kuamuru kukomesha mashambulizi hayo. Anasema hebu tufanye mkataba wa amani, aliongeza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official.
Asante.